Jumatano ya Novemba 26 ya mwaka 2025. Karibu sana msikilizaji wa DSJ FM inayorusha matangazo yake kupitia 104.7. Kipindi hewani ni jamii yetu. Hivyo tuende moja kwa moja katika mada yetu inayosema nafasi ya mwanaume na mwanamke katika kuchochea maadili katika jamii. Na mtangazaji wako nikiwa ni mimi Wilson Amini, na sipo peke yangu hapa studio, niko na watangazaji wenzangu Athumani Zidikeri, Winfrida Raymond, Doris Charles pamoja na Joshua Gilbert. Hivyo tuende moja kwa moja katika mada yetu, nafasi ya mwanaume na mwanamke katika kuchochea maadili katika jamii. Hivyo tuende moja kwa moja katika mada yetu. Naam, siko peke yangu kama nilivyosema. Tutaanza moja kwa moja na mtangazaji wetu Doris Charles. Doris, unaelezeaje kuhusu maadili? Mimi kama mimi nikizungumzia maadili ni tabia njema anayotakiwa kuwa nayo mtu katika jamii yake. Hivyo basi unakuta siku hizi yani watoto kwanza ni haki yao yani kumheshimu mkubwa, na wakubwa pia ni haki yao kumheshimu mtoto. Siku hizi sasa unakuta mtoto mdogo mheshimu mkubwa, yani anamtukana, anaona yani from nowhere yani ni kawaida, wakati hicho ni kitu ambacho sio kizuri, na ukienda kwenye maadili inakuwa sio maadili mazuri. Baada ya kujua maana ya maadili ni nini, basi tuende moja kwa moja katika mada yetu inasema nafasi ya mwanaume na mwanamke katika jamii. Joshua, una maoni gani katika nafasi ya mwanaume katika kuchochea maadili ya jamii? Nashukuru kwanza kwa swali zuri. Ila naweza nikasema kwamba kitu cha kwanza, nafasi ya mwanaume ni kwamba yeye mwanaume ni kichwa cha familia, kwamba mwanaume ni lazima asimame katika majukumu yake ya familia na kuongoza watoto wake na kuwalea yeye kama mzazi ama mlezi ili kuishi familia yake katika maadili mazuri. Asante, hiyo ilikuwa ni nafasi ya mwanaume katika kuchochea maadili katika jamii. Sasa tugeukie upande wa mwanamke. Winfrida, unazungumziaje nafasi ya mwanamke katika kuchochea maadili katika jamii? Tunapozungumzia nafasi ya mwanamke katika jamii, tunaona kwamba mwanamke ni mwalimu wa kwanza kuonyesha maadili kwa vitendo. Mwanamke au mama huonyesha maadili kwa vitendo kupitia matendo yake ya kila siku anayoyafanya. Mfano, anapoonyesha ushirikiano na wenzake, ndipo watoto wake wanapojifunza kuonyesha ushirikiano. Pia mama anapokuwa na vaa vizuri, ndipo watoto wake wanapojifunza jinsi ya kuvaa mavazi mazuri. Asante Winnie. Basi Doris, una lolote la kuongezea hapo katika nafasi ya mwanamke kuchochea maadili mema katika jamii? Unapomzungumzia mwanamke katika jamii yake, kwanza mwanamke ni mlinzi mzuri katika jamii. Mwanamke anakaa sana na watoto, kitofautisha baba muda mwingi yupo kazini, mama yupo karibu yani na watoto wake masaa 24. Kwa hiyo mama mwenyewe ataamua watoto wake wawe na tabia njema au tabia mbaya. Hivyo yani mama yupo. Unapomzungumzia mwanamke katika jamii, mwanamke ndio anayekaa zaidi yani sana na watoto. Kwa hiyo mwanamke yeye ataamua watoto wake wawe na tabia mbaya au tabia nzuri. Ila kwa mimi ninavyojua wanawake wengi wanawalea watoto wao vizuri, yani wanaika kwenye maadili mazuri. Asante sana Doris. Sasa Athumani, unaona nini kifanyike ili kuweza kuondoa maadili mabaya katika jamii? Mimi ushauri wangu kwa jamii, ningependa kwamba jamii iweze kupata elimu kwa kina kuhusiana na masuala yote mabovu. Sasa hivi tunaona vijana wengi wameingia kwenye dimbwi la uvutaji wa bangi, wanatumia madawa ya kulevya. Hususan pia vile kwa watoto wa kike tunaona kwamba wanapata mimba za utotoni. Mimi ningependa serikali itoe elimu kwa jamii, pia ianzishe semina mbalimbali za vijana zitakazoweza kuwajenga kimwili pia kiakili. So kupitia hivyo tutaweza kupunguza mmomonyoko wa maadili katika jamii. Asante sana Athumani. Basi tunashukuru sana mpenzi msikilizaji kwa kutupa sikio lako. Najua yapo mengi ulojifunza katika haya. Nami nazidi kuwasihi wazazi na walezi wote ambao tuna watoto, tuna jamii nyumbani, tuendelee kuchochea maadili yaliyo mema. Hadi wakati mwingine tena, ni mimi mtangazaji wako, nilikuwa hapa Wilson Amini Mambosho. Bye bye.